Baba mwema, tunakushukuru, tunasema asante kwa wema wako na fadhili zako. Tunasema asante tena kwa ajili ya masaa na majira tena. Tazama tuko mahali hapa kwa ajili ya kujifunza maneno yako. Roho Mtakatifu, unajua kwamba wewe ndio mwalimu mkuu. Na kuomba basi tumie kinywa changu katika wakati huu kuachilia maneno yako ili tuweze kwenda kufaidika katika roho zetu. Na kuomba neema yako kwa wote ambao wanaenda kusikia, na hata sisi ambao tuko mahali hapa tukapate kujengwa na maneno yako katika siku ya leo, katika jioni ya leo. Bible study, na kuomba neema yako Bwana Yesu kapate kuhudumia. Roho Mtakatifu, tuweze kujifunza maneno yako ili tuweze kukua, tuweze kupata kujengeka na kukujua na kufahamu wewe, katika jina la Yesu. Sifa na utukufu na kurudishia wewe, amen. Ujumbe wa siku ya leo una kichwa ambacho kinasema Edeni ya Shetani. Ujumbe wetu una kichwa ambacho kinasema Edeni ya Shetani. Kwa siku ya leo tutaenda kufahamu Edeni ya Shetani. Tufahamu Edeni ya Shetani. Tunajua kwamba kuna Edeni ambapo tunajua kwamba kuna Edeni ambao tunajua ni bustani ya Edeni. Lakini pia kuna Edeni ya Shetani. Kwa hiyo tunaweza tukajiuliza, Edeni ya Shetani, Shetani je, naye ana Edeni? Na Edeni ni nini? Na Edeni ni wapi? Tunajua kwamba Mungu alivyomuumba Adam na Hawa alimweka katika ile bustani ya Edeni. Tunajua kwamba Mungu alimweka katika ile bustani ya Edeni ambayo ilikuwa kule Mashariki ya Kati. Lakini Biblia inatuambia kipindi ambapo Adam na Hawa walikuwa katika ile bustani ya Edeni, alikuwa anaishi maisha ya tofauti na vile ambavyo sasa hivi tunaishi. Kwa sababu kwanza Biblia inatuambia kwamba wote walikuwa uchi katika ile bustani ya Edeni. Maana yake ni kwamba hawakuwa na mavazi ambayo sasa hivi tunayo, walikuwa uchi. Lakini pia katika ile bustani ya Edeni tunaishi pasipo pasipo mazingira ambayo tunayo sasa hivi, ambapo mazingira ambayo sasa hivi tunayo ni kwamba tunajitafutia kufanya kazi kwa mikono yetu alafu tule. Lakini haikuwa hivyo. Katika ile bustani ya Edeni, Adam na Hawa walikuwa wanaishi, wao walikuwa wamepewa tu jukumu la kutunza ile bustani, kwa kuipalilia ile bustani. Lakini walikuwa wanaishi kwa kula matunda ambayo Mungu amewaambia wale katika ile bustani. Lakini kitu ambacho leo nataka tukaangalie, tukajifunze ni jinsi ambavyo Biblia inasema kwamba walikuwa wapo uchi katika ile bustani ya Edeni. Na maana yake walikuwa wapo uchi na hawakutambua kwamba wapo uchi mpaka kipindi kile ambapo walikuja kufanya dhambi ambapo Ibilisi alikuja kuingia na kuwadanganya, wakaja kujitambua. Baada ya kufanya ile dhambi, Biblia inasema macho yao yalifumbuliwa, alafu wakajiona kwamba wapo uchi. Lakini kabla hawajafanya ile dhambi walikuwa wapo uchi na walikuwa wajitambui kwamba wapo uchi, walikuwa kwamba wajielewi, wajitambui kwamba wapo uchi. Lakini baada ya kufanya dhambi wakajiona kwamba wapo uchi, wakakimbia, wakaenda kujificha, wakaenda kutafuta majani na kujistiri kwa majani. Lakini maana yake ni kwamba kabla hawajafanya dhambi kulikuwa kuna utaji ambao ulikuwa katika macho yao, ambao ule utaji ulikuwa unawafanya wasijitambue kwamba wapo uchi. Lakini baada ya kufanya ile dhambi, ule utaji ukawa umeondolewa katika macho yao, na baadaye ule utaji ulivyoondolewa katika macho yao wakaona kwamba wapo uchi. Kitabu kile cha Mwanzo, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili moja. Lakini mstari wa 25 ambapo ndipo nataka tuangalie, anasema nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Unaona? Kwa hiyo Adamu na Hawa katika ile bustani walikuwa wote uchi, lakini hawakuona haya. Maana yake ni kwamba kulikuwa na niseme kama upovu au utaji ambao ulikuwa unawafunika macho yao wasiweze kujiona na kujitambua. Ni kama vile tuseme unajua mtoto mdogo yule ambavyo anazaliwa, akizaliwa yule mtoto mdogo kuna hali fulani ya ufahamu kwamba usipomvalisha mavazi yeye haoni kwamba kuna hali fulani ambayo haoni kwamba labda anaona aibu au anaona haya, haoni. Maana yake ni kwamba ule ana ufahamu. Ndivyo Adamu na Hawa walikuwa wanaishi katika ile bustani, walikuwa wanaishi kama hivyo. Hawakuwa na ufahamu wa kutambua. Maana yake hawakuweza kutambua mema na mabaya, hawakuweza kutambua uchi, yaani hawakuweza kutambua mambo kama hayo. Lakini mpaka ile siku
nyoka alivyoingia na kuwadanganya, na baada ya kukubaliana nao alivyoenda kinyume sasa na yale maagizo ya Mwenyezi Mungu kwamba alivyokula ile tunda, baada hapo macho yao yakafumbuliwa. Alafu baada hapo alivyofumbuliwa akaenda kujificha. Tunajua kilichotokea kwamba Mungu alikuja akawaita kwamba mko wapi? Maana yake ni kwamba Mungu alikuwa ana utaratibu wa kuwatembelea kila jioni na kuja kuangalia wanaendeleaje na kuja kusungumza nao na kuwapa maagizo. Lakini walivyokuja Mungu alivyotembelea ile siku walivyoenda kinyume na maagizo yake, alivyowatembelea na kuja akawakuta hawapo, wameenda kujificha, lakini akawa anawaita. Lakini baadaye Adamu alivyoitika akasema, Mungu akamwambia mko wapi? Akasema tuko huku, na akasema kwamba akaanza kujitetea kwamba tumeshindwa kuja kwa sababu tuko uchi. Na Mungu akamwambia, nani aliyowaambia mpo uchi? Naona nani aliyowaambia mpo uchi? Kwani nimekula matunda yale ambayo nimewaambia msiale? Lakini walianza kujitetea pale kwamba Adamu akasema huyu mwanamke ndiye ambaye amenishawishi nikala, lakini pia yule mwanamke akasema ni nyoka ndiye ambaye amemshawishi akala. Lakini baada ya hapo Mungu, kwa sababu Mungu alikuwa ameshatamka kwamba mkiala yale matunda, alikuwa ameshatamkia matokeo ya kuyala yale matunda, maana yake mtakufa. Unaona? Kwa hiyo baada ya kuyala matunda ni kwamba kweli kifo kilifuata pale, kwa sababu kwanza aliondolewa katika ule bustani ya Eden, na baada ya kuondolewa ndipo ambapo Adamu tunaona alivyokuja kuishi baada alivyokuja kufa. Manake matokeo ya kula matunda yale ilipelekea kifo kama vile ambavyo Mungu aliwaambia. Lakini kwa sababu Mungu pia hakutaka waende, kwa sababu sasa hapa wameshatambua kwamba wapo uchi, Mungu ikabidi sasa watengenezee mavazi. Tunaona pale Mungu alichinja sijui ni kondoo alichinja akawatengenezea mavazi. Unaona? Maana yake yale mavazi ambao walikuwa na mavazi yale ya majani ambao wao wamejitengenezea, lakini Mungu akaona kwamba baada ya wale mavazi wale mavazi hawastiri vyema. Kwa hiyo akawatengenezea yale mavazi ya ngozi. Alafu kisha maisha yakawa yanaendelea. Kwa mpaka sasa hivi baadaye wanadamu maarifa alivyozidi kuendelea, ndivyo mavazi alivyoendelea mavazi kuendelea kubadilishwa. Maana kutoka katika ile hali ya ngozi mpaka sasa hivi mpaka unavaa mavazi ambayo ni vitambaa, mavazi ambayo ni sio ngozi tena. Japokuwa hata ukienda sehemu zingine za baadhi ya jamii kuna zingine jamii ambazo wanavaa mavazi ya ngozi. Unaona? Kwa lakini mwanzo ndivyo ilivyokuwa. Unaona? Sasa tunajua nini kiliendelea. Kwa hiyo lakini naye shetani kuanzia kile kipindi ambapo Mungu aliwatengenezea Adamu na Hawa mavazi yale ya ngozi, kuanzia kile kipindi, tangu ule wakati naye shetani akaanza kutengeneza Edeni yake. Maana yake sasa Edeni ni nini? Edeni ni kwamba pale Edeni walivyokuwepo Adamu na Hawa hawakuwa na mavazi na walikuwa hawajitambui kwamba hawana mavazi. Maana yake walikuwa uchi, lakini hawajitambui kwamba wapo uchi. Huko ndo Edeni. Na sasa hivi shetani kuanzia wakati huo alianza kutengeneza kidogo kidogo Edeni yake, ambapo arudisha wanadamu kule Edeni. Maana yake wanadamu warudi Edeni na hawaishi kama walivyokuwa wanaishi pale Edeni. Adamu na Hawa waishi kama walivyokuwa wanaishi pale Edeni. Maana yake waishi pasipo kujitambua kwamba wapo uchi. Ndivyo shetani alivyoanza kutengeneza Edeni yake. Kwa hiyo shetani akaanza kidogo kidogo. Na shetani alichokifanya maana ni kuleta utaji ambapo pale Edeni katika ile bustani ya Edeni Mungu alikuwa amewatia utaji wa Adamu na Hawa pale kabla hawajatenda dhambi. Alikuwa amewapofusha macho hivi wasione, wasijue, wasijitambue. Kwa maana alikuwa na utaji. Na ule utaji maana yake ni Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu alikuwa anawafanya wasijue dhambi. Kwa ufupi Roho Mtakatifu alikuwa anawafanya wasijue dhambi. Najua mfano mtu ambaye hana Roho Mtakatifu, maana yake huyo mtu, kwa nini tunasema mtu ambaye hana Roho Mtakatifu anaishi katika dhambi? Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu kuna vitu ambavyo huwezi kufanya na kuna vitu vingine. Maana yake ile hali ya kutoweza kufanya kitu, maana yake ni kwamba ndivyo ambavyo alivyokuwepo Adamu na Hawa kule bustanini. Walikuwa hawezi kufanya dhambi, walikuwa hawajui dhambi. Walikuwa hawajitambui. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuwa anawafunika macho yao,
walikuwa ufahamu wao. Wakati mwingine Biblia inavyosema macho yao, maana yake pia ni ufahamu wao. Ufahamu wao ulikuwa umefumbwa, wasijue, wasione, wasitambue. Ufahamu wao ulikuwa wamefumbwa namna hiyo. Kwa hiyo shetani alianza kidogo kidogo kuwarudisha wanadamu kule Edeni. Maana yake shetani akaanza kutengeneza Edeni yake, ambapo sasa katika hii Edeni ya shetani kuna utaji wa shetani, sio utaji wa Roho Mtakatifu tena. Kuna utaji wa shetani ambapo shetani anawafisha watu katika macho yao, kiasi kwamba watu wanaishi kama walivyokuwa wanaishi Adamu na Hawa kule bustanini. Maana watu wanaishi uchi na watambui kama wapo uchi kwa sababu ya ule utaji. Kwa ule utaji ndicho kilichotokea wana wa Israeli. Unajua wana wa Israeli sasa hivi ni vipofu. Yaani hawamtambui Yesu Kristo kwamba ni Mwokozi. Hawamtambui Yesu Kristo kwamba ndiye Masihi ambaye alitabiriwa. Hawamtambui kwamba Yesu Kristo ndo mkao uzima mwenyewe. Hawamtambui kwa sababu gani? Kuna utaji ambao hujaondolewa katika macho yao. Tunasoma Biblia kipindi kile ambapo Musa alienda kule mlimani kule kupokea zile amri 10. Kipindi kile ambapo alienda kule mlimani kupokea zile amri 10, baada ya kukaa siku 40 alivyotoka mlimani, wakati ambapo anatoka mlimani, Biblia inatuonyesha kwamba uso wake ulikuwa unang'aa kama jua. Na wana wa Israeli walivyomuona Musa akishuka mlimani, uso wake ukawa unang'aa, wakaogopa kumwangalia, kumtazama ule uso wa Musa. Na Musa alichokifanya ni kwamba alifunika uso wake kwa utaji. Na kadri Musa alivyokuwa anatoka huko mlimani kuwaendea wana wa Israeli, ndivyo ule utukufu wa Mungu ulikuwa unaondoka kidogo kidogo. Lakini hapa Biblia inatuambia mpaka leo ule utaji kwa wana wa Israeli haujaondolewa, na Biblia inatuambia kwamba ule utaji ulikuwa ni Kristo. Tunasoma maandiko hayo katika kitabu cha Wakorinto, waraka wa pili wa Korinto sura ya 3. Labda nianzie mstari wa 12. Tuanzie mstari wa 12. Anasema, basi kwa kuwa mna taraja la namna hii, tuwatumia ujasiri mwingi. Basi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake, ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika, ila fikra zao zilitiwa uzito. Kwa maana hata leo hivi, wakati lisomwapo Agano la Kale, utaji huo wakaa, yaani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo. Unaona, kumbe ule utaji unaondolewa katika Kristo. Anasema ila hata leo torati ya Musa isomwapo, utaji huikalia mioyo yao, maana yake fahamu zao. Anasema lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana, ule utaji huondolewa. Anasema wakati wote watakapomgeukia Bwana, ule utaji unaondolewa. Na sisi pia tulikuwa tumjui Kristo, tumjui Mungu wa kweli, lakini tulikuwa na utaji wa shetani ambao ulikuwa sasa ule utaji wa shetani, Roho Mtakatifu tulivyompokea Roho Mtakatifu katika ile siku ya Pentekoste, ambapo Roho Mtakatifu alishuka, ule utaji wa shetani ukaondolewa. Ule utaji ambapo pia unawafanya wana wa Israeli walikuwa wamuoni Mungu ukaondolewa, na watu wakamuona Kristo ndiye Masihi. Na sisi pia ule utaji wa shetani ambao tulikuwa tunao ukaondolewa na Roho Mtakatifu. Kumbe ule utaji unaondolewa na Roho Mtakatifu, na ule ni utaji ambao unatupofusha, utaji ambao unatufanya tusimuone Kristo. Ule utaji ndio ule ambao unamfanya mtu anakuwa uchi alafu ajui kwamba yuko uchi. Ule utaji ndio ule ambao unamfanya mtu anaishi katika mazingira asiyompendeza Mungu, lakini anajua kwamba anampendeza Mungu. Lakini Roho Mtakatifu akiingia ndani ya ule mtu anafumbuliwa macho, maana ule utaji wa shetani unaondolewa, alafu Roho Mtakatifu anakuwa anamfumbua macho, anaanza kumuonesha ule mtu, anaanza kujiona kwamba kumbe nipo hivi na hivi na hivi, anaanza kuona kwamba kumbe alikuwa. Kwa hiyo shetani sasa alitengeneza Edeni yake, ambao sasa watu sasa hivi, yaani mpaka sasa hivi tulivyo, maana yake shetani ameshaitengeneza ile Edeni. Maana yake ni kwamba mpaka sasa hivi watu wapo katika Edeni. Watu wapo katika Edeni ya shetani. Na tutajuaje kwamba watu wapo katika Edeni ya shetani? Vile ambavyo sasa hivi tunaona watu ambao wanatembea uchi alafu wajui kwamba wapo uchi. Na huu utaji wa shetani
umeanza kuingia kwenye kanisa, kuanzia kanisa la kwanza Mungu alivyoshusha Roho Mtakatifu. Ile kanisa la kwanza lilikuwa ni kanisa ambalo halina utaji wa shetani. Maana yake walikuwa wanaishi katika maisha masafi ya utakatifu, walikuwa wanaishi katika maisha ya usafi na utakatifu, kwa sababu hakuwepo na utaji wa shetani. Lakini tunaona kwamba baada ya hapo shetani alianza kidogo kidogo kuvua ile utaji wa Roho Mtakatifu katika kanisa na kuingiza utaji wake, na paka sasa hivi kanisa naishi katika kanisa la mwisho ambalo linajulikana kama Laodikia. Unaona, kanisa hili linajulikana kama Laodikia, na paka sasa hivi katika kanisa hili shetani ameshaweka ule utaji, ameshaondoa ule utaji ambao kanisa la kwanza lilikuwa nao, ameleta utaji wake katika kanisa hili. Kwa sasa tukirudi katika Biblia, Bwana Yesu tunaona katika kile kitabu cha Ufunuo sura ya 3 pale mstari wa 15 analiongelea ile kanisa la Laodikia. Alikuwa anatolea unabii kanisa hili ambao sasa hivi tunaishi. Analiambia kwamba unajiona kwamba labda tusome kitabu cha Ufunuo tuone kwamba maneno ya Bwana Yesu juu ya kanisa hili la Laodikia. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 10, tuanze mstari wa 14. Naona tuanze mstari wa 14. Anasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu, na ajua matendo yako, ya kuwa huu baridi wala huu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Mstari wa 16. Nasema, basi kwa sababu una uvuguvugu, wala huu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema, kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa we mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu. Pigia hilo neno mstari. Anasema na kipofu na uchi, kipofu na uchi. Kwa hiyo ili kanisa ni kanisa ambalo kwanza linajiona. Manake ile hali ya kujiona ni kwamba ni kutokuwa na ufahamu. Ni kama vile kipindi ambapo Adam na Hawa walikuwa wanaishi katika bustani ya Eden. Wao walikuwa wapo uchi, lakini walikuwa hawaoni kwamba wapo uchi. Ndivyo sasa hivi kanisa hili la Laodikia lilivyo. Kanisa hili linajiona kwamba, anasema hapa, kwanza linajiona kwamba ni tajiri, alafu pia linajiona kwamba, anasema linajionaje? Anasema ngoja turudie mstari ule wa 17. Anasema kwa kuwa asema mimi ni tajiri, nimejitajirisha. Unaona? Ili kanisa linajiona kwamba ni tajiri, amejitajirisha. Anasema wala hana haja ya kitu. Anasema lakini hujui ya kuwa we mnyonge. Kumbe ili kanisa alijua kwamba ni mnyonge. Ni tajiri, kumbe ni kanisa nyonge. Lakini ni kanisa ambalo lina mashaka, lakini pia ni kanisa ambalo ni maskini, japokuwa tuna kanisa ambalo linajiona kwamba ni tajiri. Na zaidi ya yote kwamba ili kanisa ni kipofu, japokuwa linajiona kwamba linaona. Lakini pia ni uchi, japokuwa linajiona kwamba linavaa. Sasa huu upofu na huu upofu na uchi ni upo katika namna rohoni, lakini upo katika namna mwilini. Hatutambui kwamba tupo uchi. Hatutambui kwamba tupo uchi. Kwa sababu gani hatutambui kwamba tupo uchi? Kwa sababu kuna ule utaji wa shetani ambao umekaa katika kanisa hili. Ule utaji wa shetani ambao umekaa katika kanisa hili. Na huu utaji wa shetani unawafanya watu waone kwamba wapo sawa na Mungu, wamevaa vizuri. Kwanza ni kanisa ambalo limepofushwa kwa ujumla, kiasi kwamba watu wakiingia ibadani, wakienda kanisani, wanaenda wakiwa uchi kabisa, lakini hawaoni kwamba wapo uchi. Waoni kwamba, kwa sababu gani? Macho yao yametiwa upofu, macho yao yametiwa utaji, waoni kwamba wapo namna hiyo. Kwa hiyo shetani alitengeneza Edeni kuanzia mwanzo. Najua shetani anajipya. Shetani anachokifanya anaigaga tu katika maandiko, anachukua maandiko anabadilisha. Kwa hiyo alivyoona shetani kwamba Adam na Hawa walikuwa wanaishi wakiwa uchi kule bustanini, na baada ya hapo walivyoona kwamba Mungu amewatengenezea mavazi, baada ya kutambua, nao akaanza kuvua yale mavazi ya Mungu. Na anavuaje mavazi ya Mungu? Anaweka utaji kiasi kwamba watu wanakuwa wanatembea uchi,
lakini hawajui kwamba wapo uchi. Ni kama tu sasa hivi ukipita huko barabarani, huko njiani, watu wanatembea uchi kabisa. Watu wanaume, wanawake wanatembea uchi, yaani uchi kabisa. Utakuta wakati mwingine ni mtu anatembea uchi wa mnyama kabisa, lakini hajioni kwamba yupo uchi, kwa sababu tayari shetani amempeleka, amemrudishia katika Edeni, amempeleka katika Edeni. Na basi ingekuwa hata ni heri ingekuwa ni ile Edeni ya Mungu, lakini ni Edeni ya shetani, ni Edeni ya shetani, kwa sababu Mungu alituvalisha mavazi, kwa sababu tayari tumeshakuwa na ufahamu, tumeshajua mema na mabaya. Lakini tungekuwa katika hali ya utoto, katika hali ya kutokuwa na ufahamu, alafu tukawa hivyo kama ilivyokuaga mwanzo, basi ingekuwa hakuna dhambi au hakuna ubaya mtu kutembea uchi, ingekuwa una, kwa sababu ukitembea uchi hauna ufahamu kwamba unatenda. Lakini mtu akitembea uchi tayari ni dhambi, kwa sababu anakuwa na ufahamu wa mema na mabaya. Lakini shetani ameingiza hiyo. Kwa hiyo leo tumeangalia kuhusiana na habari ya Edeni ya shetani. Edeni ya shetani, jinsi shetani anavyowaweka watu huko Edeni. Na sisi pia, kwa sababu tumepata utaji wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tuna kila sababu ya kumsihi Mungu azidi kutujaza Roho Mtakatifu, ili ule utaji wa kimungu usiondoke. Maana yake ule utaji wa kimungu uendelee kukaa ndani yetu. Utaji wa shetani usije ukatupofusha, kwa sababu utaji wa shetani wakati mwingine tunaweza tukawalaumu watu kwamba kwa nini mtu anatembea uchi, lakini huyo mtu tukimlaumu, huyo mtu ajioni kama yeye anatembea uchi, kwa sababu tayari shetani ameweka utaji wake pale. Maana shida ni ule utaji ambao anao, na ule utaji ukiondolewa, ule mtu anajiona kwamba yuko uchi. Kwa hiyo na sisi pia tunaelewa haya ili tuweze kujihadhari na utaji wa shetani. Na utaji wa shetani unakujaje? Unakuja ni dhambi ambayo ndio inaingiza utaji wa shetani, kwa sababu dhambi ndio ambayo imemfanya mwanadamu atoke katika utaji wa kimungu ambao alikuwa nao. Ule utaji wa Roho Mtakatifu ambao Adamu na Hawa walikuwa nao katika ile bustani, ule utaji umeondolewa na dhambi. Na ndivyo shetani pia anapofanya katika kanisa, anajitahidi kuwafanya watu kuwavika ule utaji kwa kuwafanya watu waingie katika dhambi. Jihadhari na dhambi, tukae mbali na dhambi, lakini pia wahubirie wengine habari njema ili wakapate kutolewa katika Edeni ya shetani, waingie katika Edeni ya Mungu. Na watu wanasema kwamba Mungu anaangalia moyo, angalii mwili. Lakini Biblia inatuambia kwa Adamu na Hawa walitengenezewa mavazi ya ngozi. Na kama sasa basi Mungu anaangalia moyo, yale mavazi ya nini sasa? Kwa sababu moyo maana yake roho. Roho haihitaji kuwa na vazi. Lakini Mungu anaangalia mwili, ndio maana amewatengenezea yale mavazi ya ngozi. Kwa hiyo tunapaswa kuvaa mavazi ya kujistiri kabisa miili yetu, kwa sababu miili yetu Mungu anaangalia sana. Kwa hiyo basi hilo ndio neno kwa ufupi ambao tumeangalia katika siku ya leo. Na baada ya hapo basi tutaenda tena kuendelea na sehemu nyingine ya pili.